Ndugu zangu wa Kristo, habari zenu. Nina maneno machache kuhusu nyinyi, nataka kuongea na nyinyi, lakini kabla ya kuanza kuongea, nina ushauri kwenu. Ndugu zangu wa Kristo, unajua Waislamu wanapotoa madai, wanapozungumza jambo kutoka katika Biblia, wacheni jazba na badala yake muweze kufanya utafiti juu ya jambo hilo. Ndugu zangu wa Kristo, sisi Waislamu kama tunavyosema kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu, na kuna vigezo mbalimbali katika Biblia ambavyo vinaonyesha kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu. Ukitaka neno Uislamu katika Biblia huwezi ukalipata, lakini kuna viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu na alifundisha mafundisho ya Uislamu. Nitatoa baadhi ya ushahidi ambayo yanakuwa yanaonyesha kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu, na maandiko hayo nyinyi wa Kristo mtatusaidia sisi Waislamu kwamba ni ya kweli au si ya kweli. Ushahidi wa kwanza ambao unakuwa unaonyesha kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu katika Biblia, kwamba kuna maandiko yanaonyesha kwamba Yesu alikuwa Muislamu kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, kuna andiko linasema hivi, ukisoma Nehemia 12:40 linasema hivi: ndivyo walivyosimama mikutano miwili yao walioshukuru nyumbani mwa Mungu, na mimi na nusu ya mashehe pamoja nami. Sasa katika Nehemia 12:40 kuna neno mashehe. Labda Wakristo mtataka kuwasaidie, hawa mashehe ni viongozi wa dini gani? Kwa sababu si katika Uislamu kuna maustadhi, kuna mashehe, kuna kadhi, kuna na mufti. Wote hawa ni viongozi wa dini ya Uislamu. Sasa tuambie, kwa mujibu wa Nehemia 12:40 Nehemia hapo kusoma kuna mashehe. Je, hawa mashehe ni watu wa dini gani? Au nyinyi wa Kristo viongozi wa dini wenu kuna mashehe? Kwa mtatuambia. Lakini pili, hapo ukisoma Luka 12:58 inasema hivi: maana unapofuatana na mshtaki wako kwenda kwa mwamuzi, hapo njiani fanya bidii kupatanishwa naye, asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi. Asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi, yule kadhi akakutia mikononi mwake mwenye kulipiza, na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani. Ukisoma Luka 12:58 hapo ametaja kadhi. Kadhi katika Uislamu, sisi Waislamu, ni kiongozi anayetoa hukumu za Kiislamu, anaitwa kadhi. Ndio maana katika Uislamu kuna mahakama ya kadhi. Nchi zote duniani, ukitoa zile nchi ambazo tunakuwa tunatumia dola ya Kiislamu, wao wanatumia mahakama ya kadhi. Lakini zile nchi ambazo hazitumii dola ya Kiislamu lakini muna Waislamu, basi kuna mahakama ya kadhi. Sasa nataka mtuambie, kwa mujibu wa 12:58 Luka, je, hawa kadhi, huyu kadhi ni kiongozi wa dini gani? Je, nyinyi katika Ukristo mna viongozi ambao wanaitwa kadhi? Lakini kitu kingine ambacho kinaonyesha Yesu alikuwa ni Muislamu ni kwenye mamkidhi, yani kusalimiana. Ukisoma katika 20:19 Yohana inasema hivi: ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwepo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi.
Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Akawaambia amani iwe kwenu. Hicho ni Kiswahili. Ukienda ukichukua Biblia ya Kiarabu utakuta hilo neno amani iwe kwenu imeandikwa assalamu alaikum. Ukienda katika Kiingereza wanaita peace be upon you. Sasa je, wanaosalimiana kwa kusema amani iwe kwenu au assalamu alaikum ni watu wa dini gani? Kitu kingine ambacho inaonyesha kwamba kiashirio kingine ambacho kinaonyesha kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu ni kwenye utamaduni wa mavazi. Utamaduni wa mavazi wa Uislamu ni kutumia kanzu, ni kanzu, kofia pamoja na suruali. Kwa ukisoma 16:4 Mambo ya Walawi inasema hivi, ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani, atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake, atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Kwa ukisoma hiyo 16:4 Mambo ya Walawi, kuna kanzu imetajwa, kuna suruali, kuna na kofia kama hii. Hayo ni mavazi matakatifu. Sasa Wakristo tuambieni, je, wenye utamaduni wa kuvaa kanzu, kofia na suruali ni watu wa dini gani? Nyie mnasema kwamba kanzu, mavazi ya kanzu na kofia ni utamaduni wa Waarabu, lakini kwenye Biblia pia Yesu amesema kanzu, kofia ni mavazi matakatifu. Je, huyu Yesu alikuwa ni Mwarabu? Lakini pia hapo hapo ukisoma Luka 3:11 inasema Yesu akamwambia mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Yaani hiyo ni amri ambayo Yesu aliitoa. Akasema Luka 3:11 anasema hivi, Yesu mwenye kanzu mbili ampe asiye na kanzu moja. Kwa hiyo ni kwamba kuonesha kwamba utamaduni wa Yesu, mavazi ya Yesu ilikuwa ni kanzu, kofia ambayo Waislamu ndiyo wanayovaa. Lakini kitu kingine kinachoonyesha kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu ni katika masuala ya ibada. Yesu alikuwa anaabudu sehemu ambayo anaabudu Waislamu kwa sasa. Ukisoma 4:16 Luka inasema hivi, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Desturi ni kawaida. Sinagogi kwa tafsiri waliotafsiri Biblia, ukiangalia nyuma huko, sinagogi ni misikiti. Kwa desturi ya Yesu alikuwa anaingia msikitini. Sasa tuambieni wa Kristo, je, watu wanaoingia katika misikiti au katika masinagogi, yani misikiti, hawa ni watu wa dini gani? Kitu kingine ambacho kinaonesha kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu ni saum, kufunga Ramadhani. Ukisoma 1:14 Yoeli inasema hivi, takaseni saum. Unaona? Saumu ni neno la Kiarabu, sawa, likiwa na maana kufunga Ramadhani. Je, wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani saum, hawa ni watu wa dini gani? Kwa hiyo ndugu zangu wa Kristo, hayo ni viashirio vichache ambavyo vinaonyesha kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu na alikuwa anaabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu. Kwa hiyo acheni jazba, fanyeni utafiti. Karibuni katika Uislamu, nuru ya hapa duniani na kesho akhera. Karibuni katika Uislamu, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Asanteni.